Ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Katika uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2025 hadi mwaka 2030, moja kati ya ahadi aliyotoa ni kuhuisha mchakato wa katiba mpya ambao umekuwa ukipigwa kelele kwa muda mrefu sasa tangu ulipokwama mwaka 2014. Mchakato huo ulianza mwaka 2011 kwa kutunga sheria za mabadiliko ya katiba na baadaye sheria nyingine ya kura ya maoni, na kisha kufuatia ukusanyaji wa maoni ya wananchi, na baadaye likafuata bunge maalum la katiba ambako ndiko kulikozuka mivutano iliyoibua kasoro katika mchakato huo. Hatua iliyotangazwa sasa na CCM imeibua mawazo ya wadau mbalimbali. Swala ni kwamba mchakato utaanzia wapi? Kwanza hilo ni swala la kisheria, kwa sababu mchakato wa katiba mpya ulikuwa unaongozwa na sheria ya uhuishaji wa katiba au the Constitutional Review Act. CCM kuja na ahadi kwenye ilani ni jambo la kupongeza, na jambo jema, lakini hoja msingi ni kwamba utache sawa kutekeleza hilo swala ni swala ambalo ni jambo jingine. Kwa wao ina utache wa kutekeleza yale ambayo wanaahidi. Lakini ni nini kauli ya vyama vya siasa kuhusu ahadi hiyo ya Chama cha Mapinduzi CCM? Sifikiri kama ni kweli au ni wanasema tu, kwa sababu hii habari ya katiba mpya inatakiwa siku nyingi sana. Kwa hivyo tunataka tuone kama itaweza kupatikana. Katiba iliyotengenezwa au tunayotembea nayo hivi sasa, kimsingi msingi wake, mfumo wake wote ni katiba ya chama kimoja. Mfano katika uchaguzi, kwa mfano mwaka huu tuna uchaguzi mkuu, matokeo ya rais hatuwezi kuyahoji mahakamani. Kwa hiyo katika katiba mpya, maana yake hiyo ni sehemu muhimu, lazima tuende tupate kuhoji kama maeneo mengine, kwamba diwani, mbunge tunahoji na mambo wakati mwingine yanabadilika, haki inapatikana. Wananchi nao wametoa mitazamo yao. Lakini kama ilani imefanya kazi, basi mimi nafikiri hakuna tatizo wa kubadilisha katiba mpya. Twende na katiba hii tu mpaka pale kipindi ambacho wananchi sasa wanaona sasa hapa kuna kweli tija ya mabadiliko yapatikane, basi sawa, itapatikana. Lakini kwa sasa hivi mimi nafikiri ilani ya Chama cha Mapinduzi kimetoa maelekezo yaliyokuwa bora na yaliyokuwa thabiti. Tuangalie mambo ya msingi yatakayofanyika kwenye uchaguzi na kuweza kuwapata viongozi ambao wanastahili kuweza kutuongoza. Alafu hayo mambo mengine tuje tuangalie kwa baadaye. Kwa ajili kwanza kuipitia katiba, kujiridhisha nini tunakwenda kubadilisha, tija yake ni nini, itawasaidia vipi wananchi, ndio tuweze kuingia katika mchakato huo. Mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ulitarajiwa kuhitimishwa kwa kura ya maoni ya kuikubali au kuikataa Aprili 30 mwaka 2015, lakini Aprili 2 mwaka huo ikashuhudiwa hatua hiyo ikiahirishwa kwa muda usiojulikana. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Naam, Ivona, wacha tuungane na Hebron Mwakagenda ambaye ni mchambuzi wa siasa. Karibu sana Hebron, utueleze, tunaona hoja hiyo ya katiba mpya ikiibuka, na unaona umuhimu wake katika majukwaa ya uchaguzi mwaka huu kuelekea uchaguzi? Ndio, katiba mpya ni jambo ambalo ni la kudumu. Litaendelea kuzungumzwa na kudaiwa mpaka tutakapopatikana haki. Sina shaka umeshuhudia zile harakati za kutafuta namna ya kupata katiba mpya ambazo zimeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Vyama mbalimbali, kila chama kikija na vipaumbele vyake juu ya eneo hilo. Unadhani ni kwa namna gani unaweza ukafanikishwa kwa namna ambavyo umetajwa pia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi hivi sasa? Cha kwanza ni utashi wa kisiasa, kwa sababu sio mara kwanza. Ilani ya mwaka 2015 na 20 ilikuwepo, lakini marehemu Rais Magufuli hakuipa nguvu. Kwa hiyo safari hii kuwepo sio kitu kipya, sio kitu cha ajabu. Kwa hiyo tunachotaka ni utashi wa kisiasa. Sasa unaona hayo matarajio yakienda kwenye ilani, unayaona Mwakagenda, unayaona hayo matarajio yakienda kufikiwa katika kipindi hichi, wakati huu ambapo unasema kwamba tunahitaji utashi wa kisiasa? Unaona hayo matarajio yakienda kufikiwa? Mimi kama mtu mzima, ndio maana nakumbusha watu wasisahau kwamba sio mara ya kwanza kuweka kwenye ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo cha msingi ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali kuwa tayari, kuwa na utashi wa kisiasa. Vinginevyo kuweka kwenye ilani ni kitu cha kawaida kabisa.
utashi wa kisiasa pekee unatosha kuweza kulitimiza hilo? Ndio kitu kikubwa kabisa. Kwa nini? Kwamba mkiamua kwa dhati kwamba tunataka jambo hili tulibadilishe, basi linawezekana. Na kwa ujumla, ushiriki wa wadau wengine ambao wamekuwa sehemu ya mjadala huu kwa miaka au miezi ya hivi karibuni, unadhani wanapaswa kushirikishwa vipi katika hili? Kwamba kwanza huu mchakato uwe wazi, kwa sababu huu mchakato hauanzi mwanzo. Kuna mahali ambapo tulifikia mwaka 2014. Kwa hiyo tukusanye nyaraka zote tulizokuwa nazo wakati huo, tuzihuishe. Njia ya kufikia katiba mpya sio ndefu kama ilivyokuwa huko nyuma. Hatua kubwa tuliipiga mwaka 2011 mpaka 2014. Kwa hiyo kile kipande kilichobaki sio kirefu sana. Ninakushukuru sana.